Huku muda muhimu wa mwisho ukikaribia kuhusu mpango wa amani wa rais wa Marekani Donald Trump kwa ajili ya Gaza, Hamas imesema inahitaji muda zaidi. Mpango huo umepata uungwaji mkono wa kimataifa, ikiwemo kauli ya tahadhari kutoka Urusi na pia msaada kutoka kwa mataifa muhimu ya Kiarabu, wakati pande zote zikionyesha hamu ya amani katika ukanda wa Gaza ulioharibiwa vibaya kutokana na vita. Afisa mmoja wa Hamas aliambia shirika la habari la AFP kwamba kundi hilo bado linaendelea na mashauriano juu ya mpango wa amani wa Trump kwa Gaza. Afisa huyo amesema kwamba wapatanishi wamejulishwa kuwa majadiliano yanaendelea na yanahitaji muda zaidi. Mpango wa Trump, ambao pia unaungwa mkono na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, ulizinduliwa Jumanne. Awali Rais Trump alikuwa ametoa muda wa saa 72 kama mwisho wa kupokea majibu. Alisema siku 3 hadi 4 siku moja baadaye. Kimsingi, mpango huo unataka Hamas kukabidhi silaha zote kwa kubadilishana na kusitishwa kwa mapigano, kuachiliwa kwa mateka pamoja na ahadi za misaada na ujenzi mpya wa Gaza. Trump alieleza wazi kwamba anataka kusikia majibu yao haraka iwezekanavyo. Vikwazo vinavyozuia utekaji vipo kadhaa. Kwanza, sharti la Hamas kujisalimisha na kuacha silaha zote. Chanzo kilicho karibu na kundi hilo kilisema kuwa kukubali jambo hilo itakuwa vigumu sana kwa Hamas, hasa bila mchakato wa kisiasa au hata madhubuti kuelekea suluhisho la mataifa mawili. Changamoto nyingine kwa Hamas ni ahadi zisizo wazi kuhusu kujiondoa kwa Israel katika maeneo ya Palestina. Mwitikio wa kimataifa umejawa na tahadhari, japokuwa kwa kiasi kikubwa ni chanya. Rais wa Urusi Vladimir Putin alieleza kuwa mpango huo ni kama mwanga mwishoni mwa handaki, lakini alisisitiza kuwa uungwaji mkono huo unategemeana iwapo mpango huo utasababishwa kuundwa kwa taifa la Palestina, na kuonya dhidi ya shambulio la upande mmoja la Magharibi. Kuhusu pendekezo la Rais Trump juu ya Gaza, Urusi imesema iko tayari kuliunga mkono kwa ujumla. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa liliwahi kupitisha azimio linalosisitiza kuundwa kwa mataifa mawili, Israel na Palestina. Kwa mtazamo wa Urusi, hili ndilo msingi muhimu wa suluhisho la mwisho la mzozo wa Israel na Palestina. Mataifa ya Kiarabu kwa upande wao yameunga mkono rasmi pendekezo la Trump. Nchi 8 zikiwemo Misri, Jordan, Saudi Arabia, Qatar na Umoja wa Falme za Kiarabu UAE zilitangaza taarifa ya pamoja kuzisifu juhudi za dhati za kumaliza mzozo na kuhakikisha kuachiliwa kwa mateka. Hata hivyo, mamlaka ya Palestina na sauti nyingine za kikanda zinasisitiza kwamba mpango huo lazima uhakikishe ulinzi wa raia na kutoa njia wazi kuelekea suluhisho la mataifa mawili. Kwa sasa, Hamas bado inachelewa kutoa jibu la mwisho. Muda wa mwisho uliowekwa na Trump unaendelea kuhesabiwa. Hii ni BMTV Tanzania. Mimi ni Baraka Peter. Kwa heri kwa sasa. Hadi wakati mwingine.